Anasema basi sasa nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu. Huyu ni kijana ambaye amekomaa sasa. Ako na akili, anataka asimamie mambo yake. Kuna wakati unafika kijana, inafaa sasa uwe na mtu wa kutoa uamuzi. Sio kila jambo mama, sio kila jambo baba. Kuna wakati ujiulize, na mimi nami nitajua lini kujisimamia katika mambo fulani. Nitajua lini kuangalia mambo fulani. Ni lini utasimama kama kitu? Ni lini utaangalia mambo yako wewe mwenyewe? Mambo ya ndoa yako unahusisha mama nyumbani. Mama huko mke wangu amesema. Na wewe ndio kitu. Hapo kuna mikia miwili hapa. Si kitu tena na mkia. Bwana Yesu asifiwe. Jambo kidogo simu huko nyumbani. Hata wanashika huyu naye. Hata wanakwambia sasa hilo naenda kwa pastor wako kama ushauri umewachokesha. Ndio maana nakwambia kaongea na pastor huko. Ni lini nitasimamia na kuangalia mambo yangu mwenyewe? Kuna wakati ujiulize, ni lini mimi nami nitaanza kazi yangu mimi mwenyewe? Ni lini mimi nitaacha kutegemea hata kwa mshahara kwa bwanangu? Nitasimamia jambo langu mimi mwenyewe. Ni lini mimi nitaangalia mambo yangu mimi mwenyewe? Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu anauliza, sasa kila siku nakaa hapa, unanilisha wewe, unanipatia chakula, niko naishi na hawa, sina nyumba sijajenga. Ni lini mimi nitakuwa na kwangu? Bwana Yesu asifiwe. Naomba nauliza mkwe, ni lini sasa mimi utaniachilia niende na mimi nikajenge? Utaniachilia lini niende nikafanye kazi? Utaniachilia lini nami nijue jinsi ya kununulia hawa wajukuu wako nguo na kuwalinda? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa huyu ni mtu ambaye anajiuliza, ni lini mimi nami nitatoka? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukiangalia kwa mahali pazuri, si mahali pabaya. Lakini ni lini? Jiulize, ni lini nao utasimamia mambo yako wewe mwenyewe? Amen. Akajiuliza, mambo yangu nitasimamia lini? Anauliza vizuri kabisa, nikirudia kusoma hapo. Basi sasa nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe. Ndio nikatangulia chakula alikuwa anapewa na mke. Mahali pa kulala alipewa yeye. Kila kitu amepewa. Sasa anauliza huyu mke, jamani, niruhusu niende. Ni lini mimi nitaangalia nyumba yangu? Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema mtu asiyesimamia nyumba yake, asiyetunza watu wa kwake, hata nyumba ya Mungu hawezi kuisimamia. Na hafai kitu. Bwana Yesu asifiwe. Asiyetunza wa kwake ni mtu mbaya zaidi kuliko yule ambaye hajaokoka. Imeandikwa hiyo ndani ya maandiko. Bwana Yesu asifiwe.